wasanii wengi wamekuwa wakitoka kwenye rebo ama kwenye kazi za muziki wanaonekana kama kuonewa. Yaani mtu mkataba pengine uliwekwa kwamba leo unaekewa sana, ukitaka kutoka ni 1, 2, 3. Lakini msanii anapotoka tunasikia mambo mengi, msanii anakuja anatafuta huruma kwa mashabiki ama watu ili aonekane labda kama anaonewa ama things are not good. Mimi natamani kujua kwenye mikataba huko kunakuwa shida inakuwa ni nini hasa? Inakuwa ni msanii, ni management, msanii kusoma vizuri Kiingereza? What the problem? Shukuru swali lako, naomba kujibu vizuri sana. Unajua kwenye kila mtu kutoka kwenye level kuna mambo mawili au matatu, sababu tofauti. Kuna wanaotaka kutoka kwenye level kwa sababu washafikia hatua yao wenyewe wanaweza kujisimamia. Kuna ambao wanatoka kwenye level kwa sababu level haiwawezeshi. Umeelewa? Kuna wanaotaka kutoka kwenye level kwa sababu level haitimizi wajibu wake, haiwawezeshi wasanii. Kwa sababu na kama sasa ndugu yangu, kama tumekubaliana hivi na hivi na hivi, lakini ufanyike na hiki, basi kazi hivi nitoke. Lakini kuna wasanii ambao wakitaka kutoka, wanatoka kwenye level kwa sababu washafikia kwenye mafanikio makubwa, wanaona sasa ilipo bana level mimi nashukuru tumeishi vizuri, sasa mimi nataka nikaanzishe changu mimi mwenyewe. Sasa kati ya watu wote wawili na mikataba yote ya level ina haki ya mtu anayotaka kutoka. Sasa inapofikia hatua hiyo, inatakiwa yule kulingana na situation yake kuongea na jopo lake au na sheria. Hapo inakuwa hamna masuala ya uonevu, hamna kuonewa, hamna, ni makubaliano ambayo yameingia. Kwa kama unahisi level kutendea yake, chukua na sheria yako, nenda mahakamani au nenda BASATA, taratibu zifuatwe kulingana na watu tukubaliana hivi na hivi, lakini mkataba wafanye hivi. Kwa mimi natakiwa niachiwe hivi kwa sababu alishindwa kufanya hiki na hiki na hiki. Na wewe ambaye ushaona mafanikio makubwa, ushatengeneza fedha, pia una haki ukitaka kutoka. Bwana, tulikubaliana mimi nimeshapata mafanikio, nikitaka kutoka natakiwa nilipe hiki. Sasa nimefikisha hiki, naomba ni kilipe hichi ili niweze kufanya kazi yangu pembeni tofauti. Unajua, kwa bahati mbaya zamani, nitakwambia ukweli, zamani hata nchi na walikuwa wanaongoza hawakuwa wana pengine kujua uhalisia sana wa kwenye muziki unafanyaje, kwenye in terms of watu wanaanza kufanya nini, akafikia wapi, akapata nini na nini na nini. Kwa hiyo ilikuwa kama viongozi wakisikia kuna mwananchi analalamika, lazima waone kwa nini huyu anaonewa. Akumbuka wanaolalamikiwa wanakuwa ni watu ambao majani, kwa sababu sitolebo. Kwa lazima serikali au viongozi waone kama huyu mbona anaonewa. Lakini tunaishukuru serikali, na hii ni wapongeze sana, kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikutana na hizo mwanzo na nilitumika kama mfano bora wa kuzungumza nao na kuelewesha kama jamani, biashara zetu zipo hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa kuna mtu kutoka kwenye hivi, kuna mtu kutoka kwenye hivi. Kwa mtu akija, msikilizeni muone kwamba na nyinyi mmeangalia kwa utokaji wa huyu, hapana, mwenye haki ni huyu. Kwa amekuwa akisaidia kuendesha hayo vizuri sana. Akai tu serikali upande mmoja, eti kisa umekuja msanii na kutoka kwa utoke, hapana. Sababu ukienda kama pale BASATA na especially kama leo Tamapana, nampongeza sana. Ni mtu ambaye anaelewa sana mambo ya muziki. Ni mtu ambaye anaelewa mikataba na biashara ya muziki. Kwa hiyo ukifika pale kulingana na uhalisia wako, aidha kama msanii ana haki, msanii anapewa haki yake. Aidha kama lebo ina haki, lebo inapewa haki yake. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo wananchi lazima watambue na wafahamu ni biashara. Yaani watu wakishaingia, aidha mtu unajua msanii unajua akitaka kusaini mara kwanza anakuwa yeye atakusaini tu. Si tusharudisha watu mara kibao pale. Shakuja mtu anataka kusaini, mimi ni saini tu, anambia kaleta familia yako, hata mzazi wako. Si pala sasa mpaka tunawarekodi kabisa saini tu. Mimi na bibi mkuu wake kwa pembeni. Fulani bi fulani nimesaini mkataba huu. Nimeridhika, nimeusoma, nimejiridhisha na mwanasheria wao kwa pembeni. Ili baadaye mtu asiseme kama unajua hivyo kibinadamu. Lakini uhalisia ni kwamba inakuwa ni mikataba ya kibiashara, na zile kama lengo kimsingi na ukweli wanakuwa unajua mtu lake angeweza kuipeleka hapa kwenye kulima mahindi, kwenye kuvuna mchele. Lakini mtu anaona kama wacha niekezee kwenye muziki.
Kwa sasa naye sio kwa sababu kawekeza akawa pia ana makosa anafanya, afu msanii akitaka kutoka au akitaka kuleta bilingi amuone msanii ana tatizo, hapana. Kwa sisi kama lebo tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Na mimi nikirudi sasa, sisi kama wanamuziki tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Ili inapofikia tu kama mkataba kila mtu anakuchukua njia yake, taratibu ifuate. Kama lebo anatakiwa kumlipa msanii au kama msanii ataka kulipa lebo, kila mtu ameshagesha vizuri. Sasa pia wananchi wanatakiwa walielewe hilo. Na sisi kama wana muziki, lakini pia sisi kama lebo tunapotokea bilingi, kila mtu anataka kuwa nje. Unajua hivyo, kama unataka kuwa nje, unajua hivyo kibinadamu, na unajua kibinadamu kila mtu atakuonekana yeye upande wake ndio kaona. Kila mtu ana mimi ndio niko sawa, mimi ndio niko sawa, mimi ndio niko sawa. Akihitimisho yote BASATA baada kutoka hapo anaenda kwenye kama mahakamani wanamaliza pale pale. Kwa watu wasikimbie sana kuhukumu watu mpaka baada ya BASATA wenyewe pamoja na mahakama kuona kama bwana tumekubaliana katika hili. Mimi Diamond ni mwoga sana kuongelea masuala haya. Labda nikwambie kitu kimoja. Mkataba wa muziki, na kupenda mifano kabisa. Kawaida ya muziki, mkataba, ile investment yako ukiiweka, unatakiwa kwanza urudishe investment yako, alafu ndio mgawane kinachopatikana baada ya kurudisha kile ambacho ulichoinvest. Ndio kibiashara iko hivyo. Lakini Wasafi sawa. Yaani ilivyo kwanza. Labda nikuwekee watu wasichokijua. Mkataba yote ya kidunia ilivyo. Sio tu kwanza kurudisha. Unaposaini mkataba wote wa kimataifa kwenye masuala ya kimuziki, cha kwanza ilivyo, let's say imeingia milioni labda, inatakiwa lebo ichukue faida yake kwenye milioni kwa kama nilikubaliana 50 ichukue 50 yake. Alafu kwenye ile ya msanii ndio wanakata investment. Sio unaelewa hapo mbele. Ndio kunaelekea huko. Hata hiyo unasemea kwamba wanatakiwa wakati investment hiyo afanye alomba wale wa Marekani. Sasa ndio maana nataka niweke ili mlipeleke vizuri, si ndio? Kwa unaingia mkataba makubaliano 50-50, si ndio? Ina maana imeingia milioni. Katika milioni inaingia kwanza nachukua mimi 50 yangu. Mimi ndio nimeinvest, nachukua 50 yangu. Alafu anairudisha hela ile ambayo investment ni wewe ile 50 yako, sio kwenye 50 yako. Sio, umeelewa vizuri? Ndio mikataba yote duniani ilivyo. Sasa nakupa mkataba wa Wasafi ukoje? Mkataba wa Wasafi ulivyo, sawa? Imeinvestiwa 100. Ikiingia 100, msanii anachukua 40 bila kurudisha chochote. Katika ile investment 60 inatakiwa iingie kwa. Ukiangalia mpaka tukigawana ile 60 wenyewe, anapata faida nani? Mbona mnaongea pole pole? Sio umeelewa vizuri? Na mimi baada ya hapo nikamwambia Diamond, mimi hii biashara unachofanya ni kazi kama NGO. Ni bora ungeandika Wasafi NGO ya wasanii. Kwa sababu hakuna faida tunayopata wao. Kwa sababu leo anakuja msanii ana hit, nyimbo anapata hela. Anaanza kuchukua hela, sisi tumekaa pale uongozi, tumeumiza vichwa na apata pasenti 5 au pasenti 10. Yeye kachukua 40. Tumemtoa huko, harudishi yoyote. Sasa inakuwa alafu mtu anatoka hapo anaanza kulalamika. Sasa kuna msanii hapa Tanzania ameacha muziki kabisa. Alienda, mtamtafuta wewe, mtamgoogle, mtamtafuta. Simtaji jina. Alienda kwenye lebo za nje. Akajua tutafanya hii, akachukua hela. Baada ya kuchukua hela akaiona ni ya kwake. Kwenda kuinvest, akainvest kidogo, ingine katumia. Baada ya kutoa kila nyimbo, watu wanachukua hela zao tu. 18 kwa chukua hiyo. 18. Anachukua 18 tu. Lebo inachukua 82. Lebo inachukua 82. Kaacha muziki, kaona bora niache muziki kwa sababu hamna tena kuendelea. Sasa kwa hiyo natakiwa muelewe. Sisi tunapofanya kama Wasafi tunajaribu kukuza vipaji ili watu waende mbele. Hatutaki kumnyonya mtu. Labda niongeze. Matafati yani. Nadhani ukikaa na wasanii wao wenyewe fanya haki atazungumza. Wasafi, kama mimi Diamond, sitegemea msanii yote. Wao wenyewe wanajua nguvu ambayo wanaiweka kwao. Wanajua mapenzi naweka kwao. Wanajua love naweka kwao. Wanajua
energy, fedha naziweka kwao. To me tu naona kama ni ukijana katoka hapa, ushalimpushi, familia, love.